Tumeingia kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani pamoja na mfungo wa Kwaresma. Wakristo kwa Waislamu wote tuna matendo ambayo tunatakiwa tuweze kuyafanya, lakini pia kuna matendo ambayo hatutakiwi kuweza kuyafanya katika mfungo huu wa Ramadhani pamoja na mfungo wa Kwaresma. Langu jina ni Maslahi Saidi na hii ni The Comment, kipindi ambacho kinaruka hewani kila siku ya Ijumaa kupitia mitandao yetu ya kijamii kule Instagram, Facebook, YouTube, bila kusahau TikTok. Swali letu leo kwenye The Comment, je, ni matendo gani ambayo hutakiwi kuyafanya kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani pamoja na mfungo wa Kwaresma? Habari yako? Salama. Kwema kabisa. Kwema. Mimi natamani kufahamu kwenye huu mwezi mtukufu wa Ramadhani pamoja na Kwaresma ni vitu gani zaidi utajizuia kuvifanya, lakini pia ni vitu gani zaidi utavifanya kwenye huu mwezi mtukufu wa Ramadhani pamoja na Kwaresma? Vitu ambavyo nitajizuia kuvifanya hasa ni vitu ambavyo havimpendezi Mwenyezi Mungu. Kwa dini ya Kiislamu kuna vitu ambavyo havimpendezi Mwenyezi Mungu, kwa hiyo nitajizuia kuvifanya. Kwa mfano naweza nikasema labda kutukana, kufanyaje, yani mambo yote ambayo yampendezi Mwenyezi Mungu nitajizuia kuyafanya kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kuna klabu? Yeah. Unawashauri nini wale ambao wanakutazama sasa hivi kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani? Nini wasivifanye na nini wavifanye? Kianza na vitu ambavyo nitakiwa vifanye, nitakiwa hasa katika kumwabudu Mungu, wazidishe sana katika kuswali, kumwabudu Mwenyezi Mungu na kwenda msikitini, pia kusikiliza mawaidha ya viongozi wa dini. Kwa mimi hapa binafsi nitaacha kusikiliza nyimbo, nitaacha kufanya mambo yote ya ajabu ambayo yamwasi Mwenyezi Mungu, nitaswali na kufunga hivyo. Unawashauri nini wale ambao wanakutazama sasa hivi kuelekea kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani pamoja na Kwaresma? Nashauri tudumishe swala na tufunge na tusifanye mambo machafu yasomwasi Mwenyezi Mungu. Mimi binafsi kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani na Kwaresma, kwanza kabisa nitahakikisha nafanya mambo ambayo yanampendeza Mwenyezi Mungu na mtukufu Muhammad. Lakini pia katika kipindi hiki cha Kwaresma na kipindi hiki cha mwezi wa Ramadhani, mambo ambayo nitajitahidi nisiyafanye ni yale mambo ambayo ni kinyume cha Mwenyezi Mungu, lakini nitajitahidi nifanye yale matendo ambayo mimi kama binadamu nimeagizwa niyafanye, kuweza kujitolea, kuweza kuwasaidia wale wenye uhitaji, vitu kama hivyo. Unawashauri nini wale ambao wanakutazama sasa hivi kwenye huu mwezi mtukufu wa Ramadhani? Nini wafanye na nini wasivifanye kwenye huu mwezi mtukufu wa Ramadhani pamoja na Kwaresma? Kitu pekee ambacho naweza nikawashauri, waweze kutenda matendo yaliyo mema, lakini pia waweze kupunguza yale matendo ambayo ni laana mbele ya Mwenyezi Mungu, tuweze kuyapunguza japo kwa uchache. Hicho naweza kuwashauri. Shukrani sana. Asante sana. Fanya yale yote ambayo Allah anatuamrisha tufanye, kutoa sadaka pale nitakapotakikana kutoa kwa kile nitakachojaliwa na Mwenyezi Mungu, kufunga kadri Allah atakavyoniwezesha, pia kuepukana na maasi na dhambi zisizokuwa za lazima kama kusikiliza muziki, kwenda clubs, kuimba nyimbo, kugombana na watu kwa roho zisizokuwa na maana, na kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu na kutoa sadaka kwa vitu kama hivyo. Na kwanza kufunga ni ibada na pia kufunga ni kujitafutia afya. Hivyo kwa namna yoyote, kwa hali yoyote, ninawasihi wafunge ili kuweza kujikurubisha kwa Mola wao, na pia waachane na maasi ambayo yatawatoa mbali na Mola wao ili waweze kuipata janna. Kwema. Naam, kwema. Mimi natamani kufahamu kwenye huu mwezi mtukufu wa Ramadhani pamoja na Kwaresma, wewe kama wewe ni vitu gani zaidi utajizuia kuweza kuvifanya, lakini pia ni vitu gani zaidi utavifanya kwenye huu mwezi, kwenye huu mfungo? Tukizungumza katika mwezi wa Ramadhani, mambo ambayo nitajizuia kuyafanya, bimaana kwangu mimi na kwa waumini wote wa Kiislamu, jambo la kwanza ni kujizuia katika maasi ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyakataza. Mfano maasi ya kunywa pombe, kusikiliza muziki, hayo ni katika maasi ambayo yamekatazwa. Kwa katika mwezi wa Ramadhani, ili ibada yako iwe ni yenye kufahamika au ibada yako iwe ni sahihi, ni mtu kujizuia katika hayo maasi, kuacha muziki, kunywa pombe, kuacha kusema uongo, kuacha husda na mfano wa hayo. Hayo ni katika mambo ambayo yamekatazwa. Ila katika mambo ambayo utajishughulisha sana katika mwezi wa Ramadhani ni kufanya ibada, kuswali swala zote kwa wakati, kusoma Qur'ani na kuswali swala za sunna na mfano wa hayo. Hayo ni katika mambo ambayo mtu atajishughulisha nayo katika masala ya kiibada. Kwa wale ambao wanakutazama sasa hivi, unawashauri nini kwenye huu mfungo? Nini wafanye, nini wasifanye?
katika jambo ambalo kubwa nitawashauri, kwanza waache kufanya maasi, kwa sababu maasi yanapelekea kupungua kwa thawabu, na pia maasi yanapelekea kuharibika kwa saumu, kwa sababu lengo ni watu kuwa wacha Mungu, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake. Amesema ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anasema, enyi mlioamini, hakika mmefaradhishwa funga kama walivyofaradhishiwa waliokuwa kabla yenu, ili mpate kuwa wacha Mungu. Kwa lengo la funga ni watu wawe wacha Mungu, na ili watu wawe wacha Mungu waachane na masala ya maasi. Mpaka kufikia hapo mimi sina la ziada. Nadhani umeweza kusikia maoni ya wadau wetu ambao walikuwa wanazungumzia kwenye mwezi huu mtukufu wa Ramadhani pamoja na mfungo wa Kwaresma. Ni matendo gani ambayo unatakiwa uweze kuyafanya kwenye mwezi huu mtukufu wa Ramadhani pamoja na Kwaresma, lakini pia ni matendo gani ambayo hutakiwi kuweza kuyafanya. Kwa niaba ya timu nzima, langu jina ni Master Saidi, na nikumbushe tu hiki ni kipindi cha The Comment ambacho kinaruka hewani kila siku ya Ijumaa kupitia mitandao yetu ya kijamii kule Instagram, Facebook, YouTube, bila kusahau TikTok. Kufikia hapo mimi sina la ziada, nikutakie tu mfungo mwema wa Ramadhani pamoja na mfungo mwema wa Kwaresma. Bye bye na kwaheri.